Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, wale ambao mnafuatilia mtandao wetu, na kila wakati huwa anasema tunahakiki kila jambo kabla ya kulileta hewani. Waswahili walisema ya kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Maajabu, miujiza iliweza kuonekana siku ya leo, siku ya Jumamosi, wakati ibada ilikuwa inaendelea kanisani, ibada ya mwenda zake aliyekuwa mbunge wa eneo bunge wakilishi la Beramiho, ambaye aliaga dunia akiwa kwa kiti, anaitwa Jenista Muhagama. Siku ya leo Jumamosi, ibada ilikuwa inaendelea kama kawaida ya kumuaga kanisani, kanisa la Katholiki mjini Dodoma, na Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa miongoni mwa wale ambao ni wageni ama viongozi wa ngazi ya juu kuhudhuria ibada hiyo ya kumuaga mwenda zake Jenista Muhagama. Emmanuel Nchimbi, naibu rais, alikuwa pale, waziri mkuu na wengine wengi. Lakini sasa ilipofika wakati baada ya mazungumzo kukamilika, yule ambaye alipokezwa kipaza sauti, ambaye alikuwa na shughuli ya kusimamia ibada hiyo kanisani, ni mtumishi wa Mungu, akawaalika, nataka kukuonyesha, akawaalika wageni wote ambao walienda kumuomboleza mwenda zake Jenista Muhagama. Kila kitu kikamalizika sawa, akawaalika wote waanze kuutazama mwili kanisani. Baada ya kufungua jeneza la mwenda zake Jenista, yule ambaye alikuwa mtangulizi, ambaye alialikwa kuwa wa kwanza kutazama mwili, sio mwingine ila tu ni Rais Samia Suluhu Hassan, akatazama mwili, halafu wengine wakaanza kufuata. Hapa nyuma ndio nataka kukuonyesha ni kipi ambacho kilionekana wakati walikuwa wanaendelea kwa mzunguko. Hapa nyuma penye watu walikuwa wamekaa, kuna kitu kilionekana kuwa kama malaika alijitokeza kwa viti, akiwa amevalia nguo nyeupe pepepe. Nataka kukuonyesha vile hali ilivyokuwa, vile wageni ama wale ambao waombolezaji walialikwa wakiongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, vile hali ilianza. Nitaandika maandishi hapo chini, nitakuonyesha kwa aro vile malaika, ama inadaiwa ni malaika, alionekana vile nilikuwa na tazama kwa undani. Nataka nikuonyeshe hiyo picha. Sasa tuanze kutazama. Waombolezaji wakaalikwa. Rais Samia Suluhu Hassan akaambiwa awe wa kwanza. Nataka tuangalie vile hali ilionekana hapo. Natumai umetazama, lakini nataka kukuonyesha tena, kuna wale ambao hawajaona vile kitu kilionekana kama malaika wakati walianza kwa mzunguko kumuona. Hapa nyuma penye tuseme ni wanawake wawili walikuwa wamekaa kwa hicho kiti kanisani, vile nadhani malaika alionekana, na nataka kukuonyesha tena. Ghafla pinifu vile alijipuka kwenda juu na akapotea tena. Maajabu na miujiza ipo, na kama haujawahi kutazama leo, umeona wewe mwenyewe hadharani. Lakini vile Jenista mbunge huyu aliaga dunia, hakuna yeyote ambaye anaelewa. Kuna mapendekezo ambayo yalikuwa yanasemekana ya kwamba kakake Badri alipendekeza postmortem iweze kufanyika, lakini kwa shughuli za hapa na pale haikuwezekana, ili kujua chanzo kilichomuua mwenda zake mbunge Jenista Muhagama. Lakini kuna vitu viwili nimesoma kutoka kile ambacho tumetazama katika kanda hiyo.
waziri wa afya Mchengerwa aliweza kudhibitisha kwamba mwenda zake Jenista alikuwa ni kama ni ugonjwa alianza kupokea wakati uchaguzi ulikamilika nchini Tanzania, na alimwambia wakati wa uapisho wa Rais Samia Suluhu Hassan ambao uliweza kufanyika chini ya uwanja wa kijeshi, akamweleza kwamba amedevelop mambo ya kuanguka baada ya uchaguzi kukamilika. Ikumbukwe Jenista alikuwa waziri wa afya katika serikali iliyopita. Na sasa mambo ya Mungu ni mengi. Number 1, usipigane na kanisa ama dini. Tumekuwa tukisikia kwamba watu wakisema hii ni dini fulani, hii ni dini fulani, tutawafanyia hii, tutawafanyia hii. Mambo haya yote achana na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Yeye ndiye anaelewa na aliweza kujionyesha yeye mwenyewe vile anafanya kazi zake rasmi. Kuna matamshi ambayo yalikuwa yanaendelea katika taifa la Tanzania. Kuna wale ambao mliweza kushuhudia kanda hapa na pale za dini fulani. Hata sina wakati wa kusema ni dini fulani, wakaanza kukosoa dini fulani tena. Mambo ya udini weka kando, tupendane kama Watanzania, tupendane kama binadamu, tupendane kama watu wote ambao tuko sawa mbele ya Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Na katika ulimwengu huu hata tungejua ni nini iliweza kumuua Jenista, hakuna lolote tungefanya kama binadamu, ila tu yule ambaye amekalia kiti cha enzi huko juu ama mbinguni anaelewa. Ngojea majibu. Vile umetazama vile Mungu anafanya kazi ni yeye peke yake. What do you think? Ni kipi ambacho umeweza kujifundisha kutoka kile ambacho nimekuonyesha kwa kanda hiyo? Niandikie katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kukueleza yale ambayo yaliendelea katika ibada ya kumuaga Jenista Mhagama kanisani Dodoma hii leo. Ikiwa hauja subscribe na kupembeleza usubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kuandikiwa subscribe. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Mokenya TV. Tuma hii link kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Kwaheri kwa sasa.